Karibu kwenye Typhoon Film TZ. Hapa ndipo simulizi kali, drama zenye kugusa moyo na hadithi za maisha halisi huanzia. Kila simulizi linafunza, kila drama inaacha alama, na sisi tupo hapa kukusimulia. Kabla hujaendelea, tafadhali bonyeza subscribe, like, comment na share ili tuendelee kukuletea visa vipya kila wiki. Kipaji kikiwa na mpango hakikosi mlango. Subscribe kwa mengi zaidi. Sasa tuanze simulizi letu la leo. Kadri miaka ilivyosonga mbele, Kingunge Ngombale Mwiru alizidi kuwa sauti tofauti ndani ya siasa za Tanzania. Wakati wenzake wengi walichagua kunyamaza au kuendana na mabadiliko ya upepo wa kisiasa, yeye alichagua njia ngumu zaidi, kusimama peke yake na kusema ukweli anaouamini. Alipoona misingi ya ujamaa na kujitegemea ikianza kusahaulika, Kingunge hakusita kusema hadharani. Alisema taifa lilikuwa linaelekea kwenye mwelekeo hatari, ambapo wachache wananufaika na wengi wanasahaulika. Maneno yake hayakuwa mepesi kusikika, hasa katika kipindi ambacho sera za soko huria zilionekana kama suluhisho la kila tatizo. Kadri ukosoaji wake ulivyozidi, ndivyo alivyoanza kujikuta akiwa mpweke kisiasa. Wengine walimkwepa, wengine walimchukulia kama mtu aliyepitwa na wakati, lakini Kingunge hakubadilika. Aliamini kuwa historia itawahukumu viongozi, si kwa umaarufu wao, bali kwa uaminifu wao kwa wananchi. Hatua yake ya kuondoka ndani ya CCM haikuwa rahisi. Ilikuwa ni maamuzi ya mtu aliyesaidia kukijenga chama hicho, aliyekaa ndani yake kwa miongo mingi, lakini sasa alihisi dhamira yake haikuruhusu aendelee. Kuondoka kwake kulikuwa ujumbe mzito: itikadi ni muhimu kuliko vyeo. Baada ya hapo, Kingunge aliendelea kuzungumza kama mzee mwenye busara lakini mkali. Hakutafuta tena madaraka, hakujipendekeza. Alizungumza kwa ajili ya kizazi kijacho, akiamini kuwa kimya cha wazee ndicho huzaa makosa ya vijana. Hata alipokuwa mgonjwa na uzee ukimsogelea, sauti yake haikupotea. Alionekana katika mijadala, akaandika na kutoa maoni yaliyowafanya wengi wafikiri upya. Alikuwa mfano wa mwanasiasa aliyekataa kubadilika kwa ajili ya sifa. Alipofariki mwaka 2018, hakukuwa na kelele nyingi za kisiasa, lakini kulikuwa na heshima nzito. Heshima ya mtu aliyesimama imara hadi mwisho. Kingunge aliacha nyuma urithi usioonekana kwenye majengo au mali, bali kwenye msimamo wa kusema ukweli bila woga. Kwa kizazi cha leo, jina lake linabeba funzo moja kubwa: siasa bila maadili ni hatari kuliko umaskini. Lakini swali linabaki wazi: je, Tanzania ya leo ina nafasi kwa viongozi kama Kingunge? Au kusema ukweli kumekuwa kosa kubwa katika siasa za kisasa? Endelea kufuatilia simulizi hizi, kwa sababu historia hufundisha wale wanaotaka kusikiliza. Usisahau kusubscribe kwenye channel yetu Typhoon Film TZ. Asante.